Chuo kimeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ambayo kwa hakika yanaboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji ndaki ya Mbeya. Ni ujenzi wa zahanati ya ndaki ya Mbeya, kwamba mradi huo tumeukamilisha wa zahanati ya ndaki ya Mbeya ambao umegharimu jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 465.7, na kwa sasa zahanati hii inaanza kutoa huduma na imeshaanza kutoa huduma za afya kwa wanamzumbe na jamii inayozunguka hapa chuo kikuu Mzumbe ndaki ya Mbeya. Hivyo wanafunzi watanufaika moja kwa moja na wafanyakazi wengine wote na huduma bora na za haraka za afya ndani ya chuo. Ni hatua ya kutia moyo. Tunaweza tukaongeza vifaa vingi vya kisasa hatua kwa hatua, ambavyo wagonjwa wetu hulazimika kuvifuata kwa gharama kubwa. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunajenga ukaribu zaidi katika kuhudumia jamii yetu, jambo ambalo linakwenda vyema sana na kauli yetu inasemayo tujifunze kwa maendeleo ya jamii. Vile vile tunaweza kuzianzisha program zinazohusiana na utamaduni na hasa na utawala na uongozi katika huduma za afya. Afya ndio msingi wa maendeleo yetu. Matukio nchi yetu iliyopitia hivi karibuni nayo yanakuwa sehemu ya darasa letu la dunia la uvumilivu, usikivu, ufahamu na ubunifu. Tusilidharau darasa hili. Tujifunze na kuchangia katika mabadiliko na maendeleo ya jamii na taifa letu. Wasomi sio watu wanaotarajiwa kukubali au kukataa kila kitu. Ni lazima mkawe na tabia ya kuchakata mambo mnayojifunza na kupokea kabla hamjayafanyia kazi, ili mjenge hoja ambazo zitakuwa msingi wa kukubaliana au kutokukubaliana na jambo lolote, liwe la kitaaluma au vinginevyo. Sio kila kitu unachokutana nacho ni chema. Yapo pia mambo yasiyofaa tutakayokutana nayo katika maisha. Kazi yenu iwe ni kuchakata, kwa kuwa vitu vingine japo ni halali, lakini si vitu vyote vifaavyo na vinavyojenga. Tuwe na fikra tunduizi, yani critical thinking. Leo hii tunasherehekea mwisho wa safari moja na mwanzo wa safari nyingine, kwani elimu haina mwisho. Mpaka kufikia hatua hii, ni dhahiri kwamba jitihada za makusudi zilifanyika. Kwa wahitimu wenzangu, umoja na ushirikiano wetu ndio ilikuwa chachu ya mafanikio yetu. Hivyo tunapopiga hatua kuelekea mustakabali wetu, tukumbuke ya kuwa nidhamu bora ndio msingi wa kila jambo tutakaloliendea. Tukaendelee kuwa na ushirikiano, roho thabiti, jitihada, akili wazi na maadili, kwani hizi ndizo funguo halisi za mafanikio.